Naitwa Emmanuel Rafael Majeshi na toka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, nikiratibu dawati la watetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Nimepata fursa leo pamoja na watu wengine kuhudhuria ufunguzi wa maadhimisho yetu ya siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ambayo kitaifa yanafanyikia Morogoro, ambapo kimsingi tuna desturi ya kufanya maadhimisho haya kila tarehe 3 Disemba ya kila mwaka. Lengo mahususi la maadhimisho haya ni kuendelea kuwasogeza karibu watu wenye ulemavu, kuendelea kujadili kwa kina changamoto mbalimbali za watu wenye ulemavu, kuendelea kujadili kwa kina mustakabali na ustawi mpana wa jamii ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa kubeba dhamira hiyo na sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania tuna wajibu wa kushiriki na kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, lakini wadau mbalimbali katika kuhakikisha ustawi na haki za watu wenye ulemavu zinazingatiwa. So imekuwa ni fursa nzuri na tumeweza kupata fursa ya kusikia kidogo kutoka kwa mgeni rasmi ambaye kimsingi ndiye aliyetufungulia maadhimisho yetu na kongamano letu la leo. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba wajibu wa kuendelea kuichakata jamii yenye ustawi, jamii yenye usawa, jamii yenye ujumuishi, yenye kuzingatia maslahi mapana ya watu wenye ulemavu, nafikiri hili ni jukumu la kila mmoja. Niendelee kutoa wito kwa wadau mbalimbali, lakini pia niendelee kutoa wito kwa serikali na watu wengine wote ambao wamebeba wajibu wa msingi wa kuhakikisha kwamba kwa nafasi zao na kwa role zao wanaweza kuchagiza kwa haraka maendeleo, ustawi wa watu wenye ulemavu. Kesho ni kilele na tunatarajia kuwa na kilele kizuri ambacho kitafana sana. Tutakuwa naamini na watu wengi wenye ulemavu wakijaribu kupaza sauti kwa namna tofauti tofauti juu ya namna bora ya kuboresha mahitaji na uhitaji wa mtu mmoja mmoja mwenye ulemavu. Nishukuru sana kwa fursa hii, na kesho pia tutakuwepo tukiendelea kutafsiri relevance yetu kama THRDC, lakini pia kama dawati la watetezi wa haki za watu wenye ulemavu katika masuala mbalimbali ya watu wenye ulemavu na ustawi wa watu wenye ulemavu kwa ujumla. Nashukuru sana.